Ukisoma Mwanzo 2:24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe. Lakini vitabu vingine vinasema siri yenyewe ilikuwa ni kwamba ni masuala ya kisiasa, kwamba baadhi ya viongozi wa Kiislamu watamrithi mtume. Na hapa ndipo mara nyingi tunaposikiaga kauli za mwachilie mbali, utapata mwingine, utaanza upya, maisha yataendelea. Mara nyingi tunapotofautiana Kiswahili na vipenzi vyetu katika mahusiano, mara zote watu tunakimbilia kupiga simu kwa mama zetu, kupiga simu kwa baba zetu, hata kuhadithia hata ndugu zetu. Kwa nini? Kwa sababu tunatafuta ile comfort, tunatafuta ile ujisikie angalau kidogo relief. Lakini pia pengine unatafuta ushauri, mkifokeana kidogo ushanyanyua simu, kaja amependeza, taarifa zishafika nyumbani. Yani hapa namaanisha kwamba akija ameshatia kalinya, unapiga simu nyumbani. Ana mchepuko ndo umefahamu, basi unapiga simu nyumbani. Unawaambia ndugu zako wote. I say stop right there. Ni hatari kwa mahusiano yako, ni hatari kwako wewe mwenyewe, lakini pia inaharibu system nzima ya watu waliowazunguka katika ndoa yenu. Sasa katika video leo tutaangalia vipengele vifuatavyo. Kwa nini ku-overshare information, ku-overshare matatizo ya familia yako, matatizo ya mahusiano yako inaweza ikawa hatari katika mahusiano yako au kwa mtu uliye naye. Lakini pia kipengele cha pili tutaangalia vitu gani ambavyo unafaa kushare. Na sehemu ya tatu tutaangalia nani wa kushare naye, maana sio kila mtu unaweza kushare naye, sio kila mwanafamilia unaweza kushare naye. Abdunnoor hapa aka Kochi wa Mchongo. Kumbuka kusubscribe kama wewe ni mgeni, kumbuka kubofya kitufe cha kengele ili upate taarifa pale tunapoweka mzigo mpya. Lakini pia kutizama video nzima ili uweze kung'oka na madini ya kutosha. Sasa tuanze na kwa nini upasi ku-overshare au kuomba ushauri mara kwa mara kutoka kwa ndugu zako, kutoka katika familia yako, lakini hata pia kwa marafiki zako. Jambo la kwanza, unamfanya mtu wako anaonekana ni mtu mbaya. Na sio kuonekana mbaya tu, ni kuonekana mbaya milele. Kwa Kiswahili chengine tunasema unaua taswira yake mbele ya ndugu zako, mbele ya wazazi wako, mbele ya rafiki zako. Unaweza kusema it's okay, acha shike adabu. Kwa nini anafanya hivyo? Lazima nimtie nidhamu ili siku nyingine asiweze kufanya. Lakini kumbuka, unapokuwa umekasirika, aina ya kufura, mara zote unaamua kusema kile kilichoko rohoni. Unaamua kushare all the bad moments ambazo mmekuwa nazo wewe na mwenza wako. Lakini kumbuka, unawaambia ndugu zako, unawaambia rafiki zako, unaiambia familia yako ambayo always iko upande wako. Yani unawadithia bonge la movie ambalo wewe ndo steering, alafu kipenzi chako ni mtumbadi, yani ni villain au ni jambaka. Lakini kumbuka, wao hawaoni maisha yenu ya kila siku ambayo pengine huwa mnafurahi, mnafanyia na ukarimu, tena ikienda mbali zaidi huwa mnafanya utani wa hapa na pale. Tena mara nyingine mkaonyeshana hata huruma. Mwisho siku wao wanatengeneza kapicha fulani hivi kwamba bwana, shemeji yetu, wifi yetu ni mtu fulani hivi ambaye ni mbadi, yani wanaishi maisha fulani hivi ya karaha. Yani wanatengeneza picha ya upande mmoja, wanaacha kuangalia upande wa pili. Yani nikutolee mfano, ni kama kuangalia movie ambayo ina villain na starring, ukamchukia yule villain kwa kulingana na alivyochorwa katika picha ile, ila ukashindwa kuelewa kwamba kuna maisha yake fulani hivi ambayo ni beyond movie unayoiangalia. Yani ukashindwa kuelewa kwamba kuna character nyingine ambayo anayo akiwa katika maisha halisi. Wewe unamchukia kulingana na movie, lakini kuna maisha yake mengine mbali na movie. Watu wa tamthilia wananielewa hapa, hasa zile tamthilia za drama. Matokeo yake sasa, mahusiano yenu yanajenga taswira nyingine. Mbebe wako anaanza kuona aibu kushiriki katika shughuli za nyumbani kwenu, anaanza kutengenezewa chuki, yani anachukiwa from nowhere. Yani kipenzi chako hata akiwa mbele ya ndugu zako, hata akiwa mbele ya rafiki zako, akiwa mbele ya wazazi wako, mara nyingi huwa anaonekana ni kituko, anaishia kung'ongwa tu. Ila pia matokeo mengine, ndugu na marafiki wana kawaida ya kurekodi matukio anayoyafanya shemeji yao au anayoyafanya wifi yao. Mwisho wa siku wanasubiria ile siku atakayomesa wakwambie bwana, sasa uachane naye. Jambo la pili ambalo utakutana nalo unapo overshare information, matatizo ya mahusiano yako, utapewa maamuzi ya upande mmoja, maamuzi yaliyokuwa sio sahihi. Mtu wa kweli hapa, hata wewe ndugu yako au rafiki yako akigombana na shemeji yako au na wifi yako, mara zote unakuwa upande wake. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, ndugu yako au rafiki yako anakupa picha la upande mmoja. Lakini pia always wewe utaplay part ya kumcomfort, utaplay part ya kumuondoa na matatizo alionayo. Anyways, sasa najaribu kumaanisha nini? Mara nyingi ndugu zako, rafiki zako na hata wazazi wako, kama ni watu ambao hawana busara, watakupa maamuzi ambayo ni ya upande mmoja, hawatosikiliza upande wa pili. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hawana utaalamu wa kusuluhisha mahusiano. Pili, wanafanya maamuzi emotionally, yani kwa sababu wanakupenda, kwa sababu wewe ni ndugu yao, kwa sababu wewe ni mwanao, kwa hiyo wanafanya maamuzi kulingana na mapenzi waliokuwa nayo kwako. Otherwise uwe ni mtu ambaye ulikuwa unatoa vihela sana, yani unafanya mashemeji wako, mawifi zako walikuwa wanakupenda, au uwe ni mtu ambaye sijui yani ulikuwa namna gani. Na hapa ndipo mara nyingi tunaposikiaga kauli za mwachilie mbali, utapata mwingine, utaanza upya, maisha yataendelea. Wengine wanaenda mbali, utaanza kusikia anza kumnyima akapewa huko nje anakolala. Yani hizi kauli utazisikia sana, hasa kwa ndugu na rafiki walioko upande wako, na wanasema hivyo pengine wao yalishawashinda, kwa hiyo wanataka na wewe ufanane kama wao. No offense, kibwagizo tu. Sasa ukisema na wewe uyatekeleze, mara zote zinakuja kuzaliwa ishu kubwa zaidi ambavyo mngekaa wewe na mpenzi wako mkayamaliza. Na mara nyingine ukitekeleza wanachokisema, majuto yanakuwa ni mjukuu. Nini point ya msingi? Ndugu, rafiki, lakini pia hata wazazi ambao hawana busara ndani yake
yake watakushauri kulingana na hisia, watakushauri kulingana na uzoefu wao mdogo walokuwa nao. So take that into consideration. Jambo la tatu, unakuwa unaharibu system nzima ya usaidizi katika mfumo wako wa mahusiano. Embo, kabla tujaelezea hii point, imagine mtu anakuja na shida moja kila siku kwako. Siku ya kwanza anakuja, unamsaidia, pengine anataka fedha, pengine anataka ushauri. Siku ya kwanza unamsaidia vizuri tu, siku ya pili utamsaidia. Lakini inapokuja siku ya tatu, ukisikia hodi tena ukaona ni yeye, unakwepa. Au mkikutana njiani ukaona kabisa huyu anaelekea kuanza kunizungumzisha stories zile zile, unabadili njia. The same applied unapo overshare information zako katika mahusiano kwa rafiki zako, kwa ndugu zako na hata kwa wazazi wako. Mwisho siku inakuwa too much, unaanza kuwa mzigo. Na unapokuwa na the same issues kila mara nyingine wanaanza kukosa sasa tukushauri nini. Ila jambo jingine, wanaweza wakawa wanakwepa aibu. Na kwa nini unapata aibu? Pale wanapokushauri too much, wakaona sasa ushauri wao haufanyi kazi. Mwisho siku atakwambia bwana, basi achaneni, au pengine wakaamua kumtolea mbaya mbovu. Alafu kesho mnarudiana. Au unamwambia bwana, nimegairi kuachana naye, acha nivumilie nione kama atabadilika mbeleni. Wewe unafikiria aibu anapata nani? Na kuambia ukirudi tena lazima watakukimbia, lazima watakushauri nothing. Jambo la 4, kuna watu hawana koromeo ndugu yangu. Akishindwa kuhadithia hadithi ya matatizo yako, atakutolea hata mfano kwa watu wengine. Wewe unamhadithia kila kitu katika mahusiano yenu, yes, saying that ni ndugu, ni rafiki, watabakia nalo, right? Lakini je, wakitoboa siri katika pitapita ya story na mabesti zao, au mara nyingine akabeba matatizo yake akapeleka kwa besti yake ili apate msaada kutoka kwa besti yake ili akuletee wewe, na yule besti yake akalibebea bango na amelibebea bango na hajampa ushauri wa maana. Yani manake hapa siri inakuwa sio siri tena, linakuwa ni bango la mtaa. Lakini jambo jingine chini ya hii point, mara zote unapohadithia ndugu yako, unapomhadithia rafiki yako, naye ataanza kunyanyua simu, anawahadithia ndugu zako wengine. Kila simu itakayopigwa ni kuhusu mgogoro wako. So mwisho wa siku inakuwa ni mada ya familia, mwisho wa siku inakuwa ni mada ya mabeshti. Jambo la 3 katika hii point, unaweza ukawa katika utani na beshti yako ambaye unampa siri zako, matatizo yako ya kimahusiano. Mara ghafla utani wenu ukaanza kwenda beyond, ukaanza kuelekea kule kwenye masuala ya mahusiano, matatizo ya mahusiano. Yani mkaanza kutaniana kulingana na mahusiano yenu. Mara ghafla yule beshti yako akaropoka kuhusu matatizo uliyomhadithia juzi. Tena imagine mbele ya beshti zako wengine au mbele ya watu wengine ambao hawakufahamu. Tena akienda mbali anaweza kafanya ikawa story kabisa, akaamua kuchekesha jamii. Huko anachekelea mwenyewe, anaona raha, anaona kama anafaidisha umma. Na wewe mwenyewe kwa sababu unaamua kujitoa kimasomaso, na wewe unachekelea. But think how will you feel? Feeling embarrassed, yeah? But nikueleze, sio kosa lake, ni wewe uliyempa A to Z kuhusu matatizo ya mahusiano yako. Jambo la 5, kama una ndugu vivuruge, nakupa hii. Usije ukaovershare matatizo ya mahusiano yako kwa ndugu zako ambao ni vivuruge. Kwanza, huwa wanatumia kama silaha ya kumkandamiza kipenzi chako. Na hasa kama walikuwa wamuelewi toka mwanzo. Utasikia, tulikwambia toka mwanzo, huyu alikuwa anazingua bwana. Muache, achana naye bwana. Ukiendelea kubaki atakuona bwege. Jambo la pili, ndugu vivuruge mara nyingi unapohadithia matatizo ya mahusiano yako, huwa wakikaa, mara zote huwa wanakuenjoy. Na hasa kama ulishawahi kuwatambia na wao kwao yalishawashinda, na mara nyingi huwa hii na wakuta wakina mama. Jambo namba 6, hapa tunahamia katika engo ya utakatifu. Katika hii point tutajaribu kuingia katika madrasa au Sunday school kidogo. Imagine faragha za kifamilia zinatajwa hata kwenye vitabu vya Mungu. Na sio kutudhalilisha, la, ni kutufundisha ubinadamu mpaka tunaingia kaburini. Sasa katika karne hii ambayo tunajikuta tunatangaza matatizo yetu ya kimahusiano, ya kifamilia katika social media, katika radios, lakini pia hata katika mabishti zetu. Sasa hapa story ya Bi Maria Al-Qibtiyya inakuja kutufundisha kitu kikubwa sana. Sasa imagine familia moja yenye issue za kufichua faragha na issue za wivu ambayo imefanya ulimwengu mzima tumefundishwa. Sasa kabla tujaenda kwenye aya za Qur'ani, nikupe kidogo kisa chenyewe kulingana na mada yetu ya leo. Hapa kuna hadithi mbili kulingana na mapokeo. Hadithi moja ilikuwa kumuhusu mtume kumwacha mwanamke wake, lakini ya pili ilikuwa kuhusu mambo ya kisiasa ambapo mwanamke huyu aliamua kufichua siri hizi. Sasa ilikuwaje? Bi Maria Al-Qibtiyya ilikuwa ni mwanamke ambaye alipewa kama zawadi kwa mtume. Mtume nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipewa na nani? Alipewa na kiongozi au mfalme wa Egypt aliyejulikana kama Al-Muqawqis. Na ilikuwa ni chini ya sheria za kipindiko. Hayo mambo saizi yamepitwa na wakati kidogo. Na baadaye alivyoishi naye akaja kumfanya kama mke wake miongoni mwa wake zake. Sasa incident ilitokeaje? Incident ilitokea kwenye nyumba ya Bi Hafsa ambaye naye alikuwa ni miongoni mwa wake za mtume na ilikuwa ni zamu yake. Sasa Bi Hafsa alikuwa na kasumba ya wivu kidogo kwamba mtume anampenda Bi Maria kuliko yeye. Sasa ili kumtuliza akaamua kutumia uongo kumdanganya Bi Hafsa ili atulie kwamba bwana yeye na Bi Maria Al-Qibtiyya tayari wamekwisha achana, kwa hiyo ni maharim, yani hawapaswi kuingiliana. Vitabu vingine vinasema kwamba alimwambia atamwacha kwa ajili yake, yani atamwacha Bi Maria kwa ajili ya Hafsa. Sasa alichomwambia akamwambia bwana, lakini let it be your secret, yani ibakie kwa siri yako. Saa ngapi asitoke akaenda kumwambia Bi Aisha ambaye naye alikuwa ni miongoni mwa wake za mtume, lakini
Lakini vitabu vingine vinasema siri yenyewe ilikuwa ni kwamba ni masuala ya kisiasa, kwamba baadhi ya viongozi wa Kiislamu watamrithi mtume. Basi yule mama akalibeba akalipeleka na likasambaa katika mtaa. Hapa ndipo aya za Qur'ani zikashuka, lakini Qur'ani haikuainisha ilikuwa ni siri ipi. Ukisoma katika Suratu Tahrim sura ya 66 aya ya 3, baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, kama ni Mkristo utaniwia radhi, naomba unisikilize. Nakumbuka nabii alipomwambia mmoja kati ya wake zake jambo kwa siri. Jambo gani? Ni kati ya hayo niliyoyazungumza mawili, la kisiasa lakini pia la kumwacha Bi Maria al-Qibtiyya. Basi alipolifunua, yani manake alipolitoa ndani ya nyumba akalipeleka kwingine, na Mwenyezi Mungu akamjulisha nabii hilo, yani manake Mwenyezi Mungu akamfunulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mke wako katoa siri ya nyumba kapeleka kwa Bi Aisha. Nabii akaeleza sehemu yake na akaacha sehemu nyingine. Ina maana gani hapa? Kwamba Mtume akaeleza sehemu yake na nyingine akuzungumza zaidi. Pengine alimwambia bwana, ulichokisema nimekipata, kwa hiyo usirudie tena. Yani hakutaka kuzungumza maneno mengi kulingana na hikma na busara zake. Alipomjulisha hilo, yule mke akasema, nani aliyekwambia haya? Nabii akasema, ameniambia mjuzi wa yote na mwenye habari zote. Yani hapa alimaanisha kwamba ni Mwenyezi Mungu ndiye aliyemfunulia ufunuo kwamba umetoa siri ya ndani. Hii inaonyesha mambo muhimu sana katika familia au katika mahusiano yoyote yale. Jambo la mke na mume halipaswi kutoka nje ya nyumba. Kuvunja siri kunaweza kuleta migogoro mikubwa zaidi. Ukristo unasemaje? Hebu tuguse mistari inayogusa faragha za familia, za mahusiano. Ukisoma Mwanzo 2:24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Yani manake mutashare mwili, yani hapa mtakuwa na maisha ambayo hayapaswi kuingiliwa ovyo ovyo. Mstari wa pili, Mithali 12:13, mtu aendaye akichongea hufunua siri, bali aliye mwaminifu rohoni huficha jambo. Hili ni darasa kuhusu kutunza siri za kifamilia, za mahusiano yoyote yale. Mstari wa tatu, Waefeso 4:29, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema kwa kujenga. Yani manake usimtangaze mume wako, kipenzi chako, mke wako kwa maovu, mtangaze kwa mema, mengine yabaki ndani. Sasa nini cha kueleza? Mara nyingi huwa ni ngumu kuchanganua nini cha kusema, hasa pale unapokuwa na hasira, lakini embo ni listi kwa haraka haraka. Anakukosea adabu mara kwa mara, anaficha issue za kifedha, anakucheat, pengine umeanza kuona elements za kucheat na umethibitisha hilo. Ana hasira za karibu na hasira zake ni mbaya, anaishia kukutusi. Ana uraibu fulani, idha wa pombe, wa sigara, wa bange au madawa yote yale ya kulevya. Nani wa kumwambia sasa? Hapa ndipo kuna kipengele. Sio kila mtu utabidi umwambie. Mara nyingi anza naye kwanza, solve naye tatizo kwanza. Litaposhindikana, tafuta mtu ambaye yuko matured, ambaye ana busara. Anaweza akawa rafiki yake, anaweza akawa ndugu yake, anaweza akawa mzazi wake. Ikishindikana, jaribu kuhusisha professionals, yani wale watu ambao wanajua saikolojia za mahusiano. Ukiona hajabadilika, hapa jaribu kuhusisha wazazi wenu wote wa pande mbili. Na ukiona bwana amebadilika siku moja siku mbili karudi kule kule, viongozi wa dini wahusike. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.